Yesu asifiwe. Tarehe 26 leo mwezi wa 10 mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025, saa 12 asubuhi. Kipindi ni Utoperiodis yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Bwana Liba kutoka Wele Tena Ministries. Tunaendelea na mambo matano ya kuzingatia unapofanya maombi ya kikuhani au ya kuhani wa kiuchumi. Specifically ili kwenda kinyume na mfumo wa Kisodoma, mfumo wa Kibabeli ambao siku chache zilizopita tulikuwa tunaangalia sifa zake 10 zinazotawala mfumo huu. Tayari nimekupa mambo mawili ya kuzingatia, na jambo la kwanza maombi ya toba. Kama tulivyosema, Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23 nasema uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Maana yake kadri unavyoasi unajifungamanisha na mfumo wa Kibabeli. Rumi 6:16 unakuwa mtumwa wa yule unayemtii. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, dhambi ni uasi. Sura ya kwanza waraka wa kwanza wa Yohana unasema tukisema tuna dhambi tunajidanganya, na kwa hiyo tunahitaji kutubu, na kadri tunavyotubu tunakuwa na uhakika ya kwamba hatuwezi kufungwa na mfumo wa Kibabeli. Jambo la pili tumejifunza jana, hakikisha unafanya maombi ya vita kinyume na mfumo wote wa Kibabeli. Ni haki kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi. Kazi kubwa ya mfumo wa Babeli kuleta mateso, maisha magumu kwenye maisha yako. Na kwa hiyo hakikisha unafanya maombi ya vita. Tujue falsafa ya maombi ya vita kama ambavyo nimekusisitiza jana, na hilo ni jambo la msingi sana. Kwa kutamka, kwa kunena, kwa kukataa, kwa kurudisha, hakikisha unatamka, na kadri unavyotamka inakuwa kwa kuamini. Leo nataka tuangalie jambo la tatu la msingi la kuzingatia. Jambo la tatu la msingi la kuzingatia kwenye maombi haya na kufanya ukuhani wa kiuchumi ili kuwa na maisha ya ushindi kiuchumi kinyume na mfumo wa kishetani, wa kipepo, wa Kisodoma. Na jambo la tatu lenyewe ni kwamba pamoja na kufanya maombi, weka jitihada ya kujitenga na mfumo huu. Hakikisha unafanya maombi na unafanya matendo ya kujitenga na mfumo wa Kibabeli na mfumo wa kipepo. Kiufupi ninachokwambia hapa ni kwamba hakikisha uko ofisini kwako ambako pengine wako chini ya mfumo wa Kibabeli, lakini wewe hakikisha unakuwa nje ya huo mfumo. Kwa hiyo ofisini lakini nje ya mfumo wa Kibabeli. Uwe kwenye huduma lakini nje ya mfumo wa Kibabeli. Uwe kwenye biashara, hata kama ofisi yako inafanya matendo ya mfumo wa kishetani, wewe hakikisha unajitenga, unakuwa nje ya huo mfumo. Moja ya kitu kikubwa sana ambacho ibilisi anakitafuta ni kukuhakikisha anakuingiza taratibu kwenye huu mfumo pasipo wewe kujua. Unajiingiza taratibu kwenye huu mfumo pasipo wewe kujua. Na hilo ndo tuliona kwenye ile Warumi sura ya 6 mstari wa 16. Vifungo na anguko haviji kwa mara moja, mara nyingi vinakuja kidogo kidogo, kwa vitu vidogo ambavyo hata hujui ya kwamba unaingizwa kwenye mfumo. Na kwa hiyo ni muhimu sana ukafanya jitihada za makusudi za kujitenga na kila ambalo litakupeleka kwenye mfumo wa Kibabeli. Watu wanaanza taratibu kuiba, anasema hiki ni kitu kidogo, lakini asijue hicho kidogo kidogo atakizoea, baadaye ataona cha kawaida. Sasa ataanza kuiba kitu kikubwa. Wanawatania watu, na mtu anaenda ofisini anaanza kuchukua karatasi za ofisini kwa mfano, na anaona ni jambo dogo, karatasi tu, lakini kama hauna kibali cha ofisini bado umechukua kinyume na sheria. Mara unaweka stapler kwenye begi unaondoka nayo. Unaona kama ni stapler tu, hakana maana, lakini unajiingiza kwenye mfumo taratibu. Mara utaanza kubeba vitu vikubwa. Kwa hiyo hakikisha kila tendo ambalo unaona ni kinyume na utaratibu wa kimungu unajitenga nalo na kuachana nalo ili usiingie kwenye mtego huo. Nilikusomea kwa Rumi 6:16, unakuwa mtumwa wa yule unayemtii, kwa maana yule unayemtii wewe unakuwa mtumwa kwake. Nakumbuka huko ndiko kuwa mfuasi ni kinyume cha uasi. Kwa hiyo hakikisha unaangalia unamtii nani. Ndilo tunajifunza kwenye kitabu cha Danieli. Kusoma kitabu cha Danieli sura ya 6, wale maamili wakuu wa wilaya walipokuwa wanatafuta kumtega Danieli,
Walimtafuta kwenye makosa ambayo mfumo wa kibabeli ulikuwa umeweka, hawakumpata. Na ndipo wakasema tumtafute kwa sheria za Mungu wake. Kwa hiyo Danieli ni mmoja wa watu walikuwa katika mfumo wa kibabeli, lakini nje ya mfumo actually wa Kikaldayo, lakini nje ya mfumo. Yuko ofisini ambao ofisi na mfumo wa kishetani, lakini yeye ameamua kukaa upande wa Mungu. Na wewe unaweza kufanya hivyo. Angalia ile sura ya 6 Danieli. Inasema mstari wa kwanza, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 waje juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Watu wengi wanaposoma hii mistari hawaoni jambo kubwa sana. Huu ufalme wa Kaldayo au Dario ulikuwa umetawaliwa na wachawi. Ndivyo unavyoona kila ndoto ilivyotokea alitafuta waganga na wachawi wamtafsirie. Hawakuwa wanamwabudu Mungu wa Israeli, walikuwa wamejengwa kwenye mfumo wa kichawi ambao ndio mfumo unaozungumzwa wa kibabeli wa kipepo. Kwa hiyo Danieli alipokuja kuwekwa kuwa mkuu wa hawa, hawakufukuzwa kazi, hawakuondolewa ofisini. Maliwali walibaki pale kwa ofisini, na Biblia inasema Danieli alikuwa mkuu wao. Jumla yao 120. Hawa wote ni wachawi. Hawa wote ni waabudu sanamu wote. Danieli pekee amewekwa mwenye roho bora ili mfalme asipate hasara. Mtu ambaye yuko kwenye mfumo wa kichawi, lakini mwenye roho kinyume na mfumo wa kichawi, na akaamua kusimama hivyo. Kalia mstari wa 4 unasema, basi mawaziri na maamili wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, yani ya mfumo wao wa kifalme. Wakatafuta kosa analolifanya kwa sawa na mfumo wao wa kifalme. Angalia, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kwa hiyo kwa mfumo wao wa kichawi hawakuona kosa la Danieli, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mstari wa 5, ndipo wakabadili kibao, wakasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwa Danieli ndani ya mfumo wa kichawi, lakini alikuwa nje ya mfumo wa kichawi. Yuko kwenye mfumo wa kichawi, ana roho bora ndani yake, anaishi sheria za Mungu wake. Kwa hivyo walivyoona hivyo, Biblia inasema mstari wa 6, basi wale mawaziri na maamili wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, mfalme Dario uishi milele. Kwa hiyo wakaweka utaratibu, mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamili na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Kwa hiyo maana wao wanamwabudu mfalme, wanaabudu sanamu. Kwa kuabudu sanamu sio shida, lakini wakajua siku 30 ni nyingi sana, Danieli atakuwa amemwacha Mungu wake. Sasa mfalme piga marufuku, katia sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi. Maana Mungu wanamwabudu kwa sheria ya Wamedi na Waajemi, siweza kubadilika. Basi mfalme Dario akataja sahihi ya maandiko na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake. Madirisha katika chumba chake yalikuwa wazi. Biblia imesema yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Bwana Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hiyo unaona Danieli, japokuwa alijua ile sheria imesainiwa, alijua inataka kumuingiza kwenye mfumo wa kibabeli, amkane Mungu wake, na ndipo mafanikio yake yangekuwa yameishia hapo. Lakini alijua imesainiwa na bado akaendelea kupiga magoti na kuomba mara 3 kwa siku, tena kufunga madirisha yakiwa wazi. Na ukiendelea kusoma, wakamuona, wakamripoti kwa mfalme, na adhabu ilikuwa kutupwa kwenye tundu la simba, na akatupwa. Na baadaye Dario akasema, mimi siwezi kukusaidia kwa mfumo wa Mungu wangu, sheria ni hiyo, lakini Mungu wako na akusaidie. Na kweli Mungu wake akamsaidia Danieli. Nataka uone nini? Jifunze kuishi nje ya mfumo, katika mfumo. Uko ndani ya mfumo, lakini jifunze kuishi nje ya mfumo. Mungu akupe ufunuo, Mungu akujalie kuliona hili, Mungu akupe nguvu na hekima na uwezo wa kulitekeleza
katika jina la Yesu Kristo. Amen.